Habari gani Mwanakyeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakyeo TV. Nafahamu kwamba waziri alitoa ofa atakayebuni kumaliza foleni ya Dar es Salaam basi atapewa hati shilingi milioni 10. Ilitolewa Februari 23 mwaka 2026. Lakini makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa John Heche ameamua kumjibu waziri huyo kwa kusema kwamba ukitaka kujua kiwango cha ujinga na uwezo mdogo kwa hawa jamaa, sikiliza wanachosema. Yaani huyu ni waziri kwamba wizara nzima, serikali yote mwaka 2026, miaka 35 baada ya uhuru, hawajui namna ya kutatua kero foleni kwenye mji mmoja tu wa Dar es Salaam. Unawezaje kuwa na watu kama hawa wanaua watu ili wabaki madarakani? Hawana hata plani ya kuondoa matatizo ya watu. Waziri mzima hujui hata namna ya kuondoa foleni tu, na sio huyo tu. Huyu anasema ni wao wote hawajui hata namna ya kutatua matatizo ya kilimo, maji, nishati, uchumi, elimu, afya na kadhalika. CCM ni janga kwa nchi. Hayo ni maneno ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambaye ni John Heche. John Heche analia na alichozungumza waziri kwamba atatoa shilingi milioni 10 kwa yote atakayebuni kumaliza foleni za Dar es Salaam. Maoni yamekuwa ni mengi katika eneo la kuandika maoni. Hapa nitasoma maoni mawili matatu, nione watu wana maoni gani kwa hichi ambacho ameandika John Heche katika mtandao wa Twitter. Wa kwanza anaitwa Haki Kwanza, anasema Tanzania ina watu smart kama katika kila sekta, hawapewi nafasi kwa sababu wamenyoka, hawapendi rushwa na hawasifii upumbavu. Matatizo tulionayo yanatokana na uwezo mdogo wa kiutendaji na baadhi ya watu katika taasisi nyeti za taifa na binafsi uliokithiri kwa baadhi ya viongozi. Lakini Amos anasema hakuna mji uliowahi kumaliza foleni, inapunguzwa tu, vinginevyo watu na magari visiongezeke. Tazama umati wa watu mtaa wa Uhuru, toka Ilala Boma hadi Mnazi Mmoja na Msimbazi, toka Kamati hadi Morogoro. Lakini Aroara anasema wewe umetafsiri kivyo, ila wengine mnatafsiri hivi. Hiyo kama ni fursa kupata milioni 10, atuwaze vyema ili iwe tija. Lakini Omar anasema moja, kubaliana na wewe, changamoto ya foleni ipo na ni tatizo kubwa. 2, sababu ya kuendelea kuwepo wa changamoto ya foleni Dar es Salaam. 1, changamoto hiyo haijawahi approached scientifically. 2, pesa inahitajika kuondoa foleni Dar es Salaam na sehemu nyingine. Lakini Alakio nasema mimi siku hizi nimeshasema hawa watu hawana akili. Soko la Kariakoo ni chanzo kikuu cha foleni Dar es Salaam. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wamechapisha katika mtandao wa Twitter kwenye chapisho la makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa John Heche. Na wakati katika masuala ya